Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron anazidi kuitishia China huku akitaka upanuzi wa NATO. Umoja huo wa NATO unaweza kuongeza ushirika wake barani Asia ikiwa Beijing itashindwa kuzuia jukumu lake la Korea ya Kaskazini katika mzozo wa Ukraine. Rais huyo wa Ufaransa ameonya. Rais wa Ufaransa Bwana Macron akizungumza kwenye mazungumzo Shangri-La huko Singapore siku ya Ijumaa alitaka China kuzuia washirika wake Korea Kaskazini kupeleka wanajeshi kwenye ardhi ya Ulaya ikiwa inatumai kuzuia kuongezeka kwa uwepo wa NATO barani Asia. Mnamo Aprili, Pyongyang ilikiri kwamba wanajeshi wake walikuwa wakisaidia Moscow katika kukomboa mji wa Kursk ambao ulivamiwa na vikosi vya Ukraine Agosti iliyopita, lakini tangu wakati huo umechukuliwa tena na Urusi. Mkuu wa jeshi la Urusi Valery Gerasimov alimwambia Rais Vladimir Putin kwamba wanajeshi wa Korea Kaskazini walionyesha weledi wa hali ya juu, ujasiri na ushujaa katika operesheni hiyo wakati wa maadhimisho ya siku ya ushindi ya Moscow. Putin aliwashukuru hadharani kwa utetezi wao wa mkoa wa Kursk. Hata hivyo, Sergei Shoigu, katibu mkuu wa Baraza la Usalama la nchini Urusi, amevipongeza vikosi hivyo akisema kwamba vimepambana kana kwamba vilikuwa vikipambania katika taifa lao. Lakini nini kitatokea kwa Korea Kaskazini kuwepo pamoja na Urusi katika ardhi ya Ulaya ni swala kubwa kwetu sote, Macron alisema. Ikiwa China haitaki NATO kushiriki katika Asia ya Kusini Mashariki, wanapaswa kuizuia wazi Korea ya Kaskazini kushiriki katika ardhi ya Ulaya, aliongeza. Moscow inataka kufufua muundo wa Urusi, India, China huku NATO ikichochea mifarakano. Lavrov aliwahi kunukuliwa akisema hayo. Hata hivyo, Macron pia alitafakari juu ya msimamo wake wa zamani akisema, nilipinga NATO kuwa na jukumu lolote barani Asia kwa sababu wangu ni ya Atlantic ya Kaskazini na siamini kuandikishwa katika ushindani wa kimkakati wa watu wengine. Upinzani wa Ufaransa dhidi ya upanuzi wa Jumuiya ya Asia ulidhihirika wakati ilipoongoza juhudi za kukaa ofisi iliyopendekezwa na NATO huko Tokyo mnamo mwaka 2023, na ripoti za vyombo vya habari zikitaja upinzani mkubwa wa Macron. Wakati huo, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alidokeza kufunguliwa kwa ofisi hiyo ili kukabiliana na kuongezeka kwa uhusiano wa kijeshi kati ya Urusi na China, na ambao ulisisitizwa na doria zao za pamoja katika bahari ya Japan na bahari ya Mashariki ya Uchina, ambayo imesababisha Korea Kusini na Japan kushambulia ndege za kivita. Mwaka uliopita, rais wa Marekani Joe Biden na viongozi wengine wa nchi za Magharibi walitaka Beijing kudhibiti uhusiano wa kijeshi wa Pyongyang na Moscow, wakionyesha wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa ushiriki wa Korea ya Kaskazini. Marekani na Korea Kusini zililaani kitendo cha Korea Kaskazini kukiri jukumu lake katika mzozo wa Russia na Ukraine kwa kukubali kwao hadharani kutumwa, huku wakidai kuwa wako kwa mujibu wa sheria za kimataifa na kwa mara nyingine tena wanakejeli jumuiya ya kimataifa. Wizara ya mambo ya nje ya Seoul ilisema, kulingana na shirika la habari la Yonhap. Msemaji wa Wizara ya mambo ya nje wa Marekani alinukuliwa na Reuters akibainisha kwamba mafunzo ya Moscow kwa wanajeshi wa Korea Kaskazini yalikiuka maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na akahimiza mataifa yote mawili kusitisha ushirikiano wao usiokuwa halali. Hata hivyo, ushirikiano wao umekuwa ni halali katika NATO na kwamba wengine hawapaswi kushirikiana. Hilo ndilo ambalo linatoa upinzani kati ya viongozi wa NATO na viongozi wa mataifa ya Urusi, China pamoja na Korea ya Kaskazini. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.